And whatever you are doing is for the common good, because religion actually sanitizes humanity. And in the context of your assignment for the period of being deputy president, you have done a lot of Harambes. I do remember as a member of parliament for the Dab constituency, you did for us a Harambe which we have done a good job. In fact, we were thinking that you will have an opportunity to come and see the good work we have done. On that same day, you did a fast drive for Fafi. Later on, you did for Garissa Township. I think there were 2 of them. You have done in Mandela, you have done in Wajir, you have done in many parts of this country. And we are not taking this for granted. We want to say thank you very much. Population ya Kenya ni watu kutoka mwaka moja mpaka 59. Majority of the population ndio hawa. What percentage is that? Who knows? Who knows good statistics? Almost 95. Alafu kuna watu wengine from 60 up to 70. It's small number. Kuna watu wengine kama mimi from 70 mpaka 100. Those people are not even 1%. A minority. Somebody minority wants to rule this country, the majority. Unakubali hiyo? Hii ni ya wenyewe, ni ya vijana. Wacha sisi wazee tuketi, wenye shai, all of us have pension. Mimi, Raila, Kalonzo, we are pensioners. Tusiharibu hiyo pension ya serikali. Pesa ya serikali inatakikana. Kwa nini wanajisumbua na wana pesa ya kukula mpaka wakufe? Mimi nimefanya bunge mwaka 30. I'm getting pension. Hata nisipofanya kazi, hiyo pesa nalipa inatosha mimi kukula. Nakwambia hawa wajeni wenyewe nchi yao. Hii nchi ni ya vijana. Asanteni sana. Ya kwanza, kama iko kiongozi leo Kenya ambaye ametembea Kenya kila mahali, nafikiri kama utapata William Ruto, hakutakuwa na ya pili na ya tatu. Na sio kutembea peke yake, ni kuchanga pesa kuwezesha Wakenya. Kwa constituency yangu alikuja mara 2 na nimeweza kusomesha vijana zaidi ya 2,000-3,000 wakisoma colleges na university. Na hiyo ni constituency moja. Kenya iko constituency 290. Na nafikiri sijui kama iko ile haja kanyanga hata ile ya opposition. Jambo la pili, Kenya kuanzia 2022 tunataka yule anajua Kenya, sio yule anaelezwa. Kama iko mtu anajua Kenya ni William Samoei Ruto, ambaye hata 2022 sisi wengine tumeamua tutatembea na yeye na hatutakuwa tunatafsiria yeye ni nini itafanyika Garissa, Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo, sehemu hizo zetu. Sababu already ako na blueprint ni nini anataka kufanya. Jambo la tatu, sisi tunaambiwa vile mzee Mheshimiwa Hussein amesema iko deep state, siji iko system ni nyinyi na deep state ni nyinyi. Nyinyi ndio mtaamua kura ya Kenya. Kura ya Kenya itaamuliwa kwa State House ama kwa Parliament ama OP. Ikifika mwezi wa pili next year, iko yule ndugu yetu alisema hawajaamua, tafadhali uamue leo jioni. Uamue leo jioni, yule ataweza kukushika mkono na kukupeleka mbali ni Mheshimiwa William Ruto. Tujenge serikali yetu ambayo itaongozwa na William Samoei Ruto. Msongoje watu kwa Harambee House na State House tuletee serikali. Yeye ndio mnapiga kura. William Ruto hatapiga kura for me. Lakini mtapiga kura. Raila will not vote for me, but if I don't want to vote for him.
Tafadhalini, tunakuja wakati ya siasa, tuko transition, our president is retiring, he has no business telling us who to vote for. Tuachiwe sisi wananchi wa Kenya wachague viongozi yao. The president will hand over to the person elected by Kenyans. He cannot choose to hand over the person he chooses. Sio ni kweli? Kama yeye anaamini Mwenyezi Mungu na dini hivi, na anasaidia sisi kwa madarasa, kwa misikiti, anachangia makanisa, ni mtu ambaye tunaweza kuacha hivi? Sidani. Tunasema hivi, kuna wale ambayo hawaamini dini, regi, sijui nini. We don't need that. We are people who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaamini Mwenyezi Mungu. Tunasema hivi, Waislamu mahali popote muko, wacha tuungane mkono, tumsaidie makamu wa rais aingie State House inshallah, awe the 50th president of Kenya. Naamini sana ya kwamba atatusaidia sisi Waislamu, vile tunadhulumiwa saa hii, vile watu wetu wanauliwa holela. Nadhani hiyo haiwezi kuwa akikuwa rais wa Kenya. Ile ingine ni yeye peke yake kwa uwezo ya Mwenyezi Mungu atafufua hii uchumi ya Kenya. Kama juzi tulikuwa huko parliament, tunaelezwa uchumi iko mzuri. Sijaona mahali uchumi imekuwa mzuri. Uchumi imedorora sana. Wakenya hawana chakula. Wengine hata hawakuli siku mbili. Utaona kwa mabarabara. Maduka za zili miezi 5-6 hawajalipa karo. Hiyo ndio inakuonyesha ya kwamba uchumi ya Kenya iko mbaya sana. Na sisi tunadanganywa huko, uchumi iko mzuri. Hakuna uchumi imekuwa mzuri. Hakuna. Na ile mtu atafufua hii uchumi na none other than His Excellency William Ruto. Mimi nina hakika, na mimi nasemanga kila mahali. All the issues that affect the Muslim community, including extrajudicial killings and kidnappings of young Muslims in this country, happen because we have leadership that first does not believe in God. They believe they are gods themselves. When we have a leader who believes in God, I promise you those things will be a thing of the past. La mwisho, leo nimesikia cabinet secretary na tuwasamehe na tuwaombe akisema that bottom up economics, and I found the governor hapa akiongea mambo ya bottom up, that it is a catchy phrase and experimental. Na huyu ni waziri wa serikali. So nikasema nikija tumuombe Mungu aelewe, sababu ni kutoelewa na kutojua. Huyo ni waziri mwenye kazi yake kubwa ilikuwa kupigana na locusts, kujua zinazaa siku gani, zina change color siku gani, na zitakufa siku gani. And I just want to ask them, let them focus on what they know, na sisi watu wache we focus on what we know, na bottom up economics, because it is a model that works and changes economies. La mwisho, nyinyi wengi wenyu ni wafanya biashara. And I agree with what Mheshimiwa said. Our economy is hata sijui ni wapi, iko chini ya sakafu. It can only go up, but the only way to take it up is from the bottom going up. Kwa bottom up. Kwa hayo mengi, Mungu wabariki. You know, we don't need to hide it. Even in our government, the key appointments that were made from our regions, they were done courtesy, from cabinet to the lowest. They were done courtesy of your leadership. And that is why, since the deputy president amewekwa kando na sisi wengine tukatolewa viti, hakuna mtu wa Northern Kenya. In fact, viti zetu zikikwisha zinapewa watu wengine, including Dr. Dabar who left EACC. Na tunasema sisi hatuwezi kuuziwa uoga. Kama wewe ni mwaminifu wa Mwenyezi Mungu, if you believe in the Almighty God, then you should not be sold fear. Fear by again people who even don't believe in the Almighty God. Anaja mtu mganga atakuzia fear, na wewe ni mtu unaenda misikiti na kanisa. So Your Excellency, we have walked a journey with you.
is why we will pay any price and we will not be sold fear. Hakuna kiongozi Mkristo Kenya tangu tumepata uhuru ambaye amesimama na Waislamu kujenga dini ya Kiislamu. No any other leader. And the people on the ground, Your Excellency, wanajua hiyo. So usikuwe na wasiwasi. Na nafikiri wakati wako imefika. Tulikuwa na wewe, ulituambia tusaidie Raila, tukamsaidia akakwama katikati. Tulikuwa na wewe ukasema tusaidiane na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tumemsaidia, tunamheshimu. Tunataka yeye amalize miezi 8 iliyobaki ili Wakenya wote na sisi tupige kura, tupate kura ya amani, free, fair, peaceful and credible election. There is a scheme to divide people. Yeah? There is a scheme being pushed, a grand scheme being pushed to balkanize the country into tribal conclaves with the tribal parties. Everybody is being told, go and form your party at the corner. Go and form your party at the corner. Go and form your party at the corner. And the same people dividing the country are talking to us about unity. Surely, it is a huge contradiction for anybody to talk about unity when they are dividing the country into tribal, regional, village parties. Anybody who believes in the unity of this nation should be uniting the country in a national political party that brings everybody on board. And I want to tell you, be very careful not to accept to be lured into forming a tribal party at the corner. Ati ndio mupate ile inaitwa bargaining sijui nini. Aden Duale here became the leader of majority. He didn't have to bargain with nobody. He was in a national party that gave him an opportunity. And Aden Duale has demonstrated beyond any reasonable doubt that there is capacity in the people of Northeastern to hold a national office. Aden Duale was with me in URP. That is how he started. That's how he became leader of majority. That is how Ekwe Ethuro, a Turkana from the corner there, became the Speaker of Senate. The only path for small communities to occupy positions, high positions in government, is not to be in a tribal party, is to be in a national party that recognizes the talent of everybody and gives everybody an opportunity. I am saying this again for the record. One day, you will know what I am saying.